kutakuwa na wengine 9 wako pale, alafu unasema kwamba wachezaji wanachoka. Na pia sio 40 kwa sababu tunaruhusu pia, vilabu vinasajili wachezaji 25 wa under 20, na kati ya hao wanaruhusiwa kucheza, na kanuni inalazimisha kwamba angalau wawili wawe kwenye line up na angalau waweze kupata kucheza ikiwezekana hata 10%. Kwa hiyo kwenye kanuni hapo tumeisisitiza zaidi, ingawa tumeweka msisitizo kwamba lazima wacheze, na kuna adhabu zimewekwa kama itaonekana kwamba baada ya msimu tukifanya takwimu au baada ya mechi kufanya takwimu wachezaji hao hawachezi, kwa sababu tumeweka makusudi kwa ajili ya kuwapa nafasi wachezaji wetu ambao tunaona kwamba ni wachezaji watakaokuja kusaidia kwenye timu ya taifa. Lakini kuna jambo jingine ambalo pia sio jipya, isipokuwa nikiri tu kwamba utekelezaji wa ufuatiliaji wa hiyo sheria ulikuwa haufuatwi. Kanuni inaeleza, na hiyo kanuni iko siku nyingi na tumeirisi hiyo kanuni. Nakumbuka tuliitengeneza wakati wa uongozi wa Mzee Tenga kuhusu wachezaji wa kigeni wanaokuja Tanzania kucheza ligi yetu. Kuna categories za nchi mbalimbali, na wachezaji wengi hasa wanaotoka Afrika anatakiwa lazima atoke kwenye timu ya ligi kuu na awe ni mchezaji wa timu ya taifa wakati anaposajiliwa. Hiyo kanuni iko siku nyingi, tumesema mwaka huu tutaisisitiza tu, kwa sababu kumekuwa na malalamiko kwamba wachezaji wanaokuja wa kigeni wengine wanakuja by the way tu kwamba mchezaji katoka huko, quality yake ndogo, hachezi timu ya taifa, anakuja anasajiliwa hapa, lakini anasajiliwa tena anakaa benchi. Kwa hiyo tumeona kwamba hapana, lazima ile enforcement ya ile sheria ifanyike. Kwa hiyo tumeshaelekeza watu walioko kwenye system ya usajili, wakija watarudi background, watakwenda watarudi, wataangalia huyo mchezaji kama ni mchezaji mgeni, hayuko timu ya taifa, labda atoke kwenye ile nchi ambayo iko kwenye kategori ambayo kuna nyingine inaruhusu hata atoke kwenye ligi ya chini, sio ligi ya juu. Kwa hiyo yote hayo sisi tumesema kwamba tunazungumza kwamba tutafanya enforcement, sio kwamba kuna kanuni mpya. Lakini kwa sababu wenzetu nyinyi wengine ni wageni, wengine hapa ni waandishi wa habari, wakati Mzee Tenga anatunga hiyo kanuni ya wachezaji wa timu za taifa wa kigeni hamjaingia kwenye habari, na bahati mbaya sababu kuna wengine walikuwa hawajazaliwa, sasa ndio inatokea hivi. Lakini unakuta kuna mijadala tena. Juzi kuna ndugu yetu Jamhuri aliongea, kazungumza mambo ya mwaka 70 na kitu, wengine hata huyo kaka yake Super Kiwelu hamkumuona kucheza. Amezungumza huko hivi. Leo naambiwa mimi naletewa email zangu zimejaa, naletewa mashtaka kumchukulia hatua Jamhuri. Hata wale wanaojua sheria wakisema kuna sheria nyingine, kuna tukio limetokea lina miaka fulani hivi, hata kama limetokea kana haliwezi kupelekwa hata mahakamani. Leo mwataka wakati huo Kiwelu anacheza huko, mimi nilikuwa nasoma. Leo nimekuja hapa mniambie leo ndio nimchukulie hatua, kisa kazungumza mwenyewe, kaamua kujilipua. Haya, mwache aendelee. Kasema mwenyewe tuendelee, lakini halituhusu. Kwa hiyo msipoteze muda mwingi kujadili vitu ambavyo havina msingi. Vitu ambavyo vina msingi ndio tuvijadili, vinaleta. Kwa sababu sisi hapa ni binadamu, na sisi tunafanya kazi, lakini kutokana na taratibu. Bahati mbaya sana tunakuwa na mihemuko. Tunakuwa na mihemuko, au tunataka au ni watu wengine wanatuinfluence tufanye hivyo. Hatuwezi kuzuia, lakini ni vizuri tukaangalia ili tuweze kubalance kidogo. Kwa hiyo kanuni jana tumezipitisha. Mambo mengine ni kanuni ile iliyokuwa inahusu sijui watu wameenda jumba la dhahabu nini. Ile kanuni tumelaumiwa kwamba imerudiwa sijui nini. Imerudiwa ni msimu mmoja. Ni msimu mmoja, hawezi kukaa baada ya mechi tukatengeneza kanuni. Sasa hivi tumetengeneza kanuni. Kanuni nadhani imerudiwa. Adhabu
mbalimbali za hela zimewekwa, lakini pia tumekubaliana kwamba tunanunua vifaa. Kuna vifaa vya kudetect harmful gases. Tutanunua vifaa hivyo, vitakuwa vinatumika kwenye chumba. Mtu akikataa kuingia kwenye chumba, tutapima. Tukiona kwamba hakina matatizo, mechi itaendelea, matokeo yatabaki yale yale, lakini tuna pointi 5 kwenye mfuko aliona. Kama hana pointi 5, tutaanza na minus. Hilo tumeliweka hivyo. Tumewaita viongozi wale, wameitwa ili kuweza kupata kwa nini wanafanya na wanarudia, wameeleza na tumechukua. Kilikuwa ni vikao vizuri kabisa, vimetupa mwanga. Kweli kuna vitu vinafanyika, ingawa pale tulishindwa, huwezi kuvithibitisha kwa sababu hatukuwa na vifaa hivyo, lakini pia basi unatoka nje kabisa. Lakini pia tumeuliza ukaguzi unafanyikia wapi. Kuna vitu vingi tumehakikisha kwamba angalau taratibu zifuatwe. Na tulijaribu kuangalia kama walikwenda kweli, mwamuzi angekwenda kuwa kaenda kuwakagua huko kwenye jumba la dhahabu, tungeruka naye mwamuzi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunavirekebisha. Na jamani, kanuni duniani, sheria zimetengenezwa kwa ajili ya matukio. Linapotokea tukio ndio linatupeleka kutengeneza, na ndio maana kila msimu tunapitia kanuni, tunarekebisha. Ingawa mwaka huu kanuni zimerekebishwa kwa kiasi kikubwa sana. Swala la kwamba timu kwenda kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi, hamna kwa mgeni wala kwa mwenyeji. Hata huko duniani hamna hiyo taratibu. Ni kufill pitch, tunaondoka. Sawa jamani? Kwa hiyo tutakwenda marekebisho pia. Mikoa ambayo ina viwanja vinachezea ligi tumeshavipa ithibati kwamba tutachezea, lakini lazima kuwe na viwanja vya mazoezi. Tutakagundua kwamba hata huo sehemu ya kwenda hamna sehemu ya kuchezea viwanja vya mazoezi, basi tutawaambia ukatafute kiwanja kingine. Ndio maana hata sisi mnakuta msisitizo tumepewa Chani, tumepewa Afcon, lazima muwe na viwanja vya mazoezi. In fact niwaambie wazi kabisa, hili jambo la miundombinu mazoezi tulikuwa tunalichukulia, lakini mimi nilianza kulifeel kwamba ni jambo muhimu wakati tunatayarisha Afcon ya under 17 2019. Ndio nilikuja nikaona kwamba swala la viwanja vya mazoezi ni vya msingi sana. Lakini kila mashindano yanayoenda, na ndio maana ukakuta tulitengeneza viwanja kwa ajili ya Chani, lakini viwanja vya Afcon vya mazoezi navyo level yake yatakiwa iwe ni kubwa zaidi, kwa sababu hata wachezaji wanaokuja Afcon ambao wanacheza timu zao huko Ulaya, timu zao zikija zikuta kiwanja cha mazoezi hakistahili, watamzuia mchezaji wao asiweze kucheza. Lakini tutakwenda zaidi, tumerekebisha kanuni, ufuatiliaji mkubwa kwamba lazima klabu wewe uko ligi kuu halafu huna hata kiwanja cha mazoezi. Tutaangalia pia kanuni kuzirekebisha kuhakikisha kwamba angalau ambacho unakimiliki. Tumesema sasa hivi watatuletea mikataba tuweze kuona kwamba viwanja vya mazoezi viko katika hali nzuri, lakini tunapokwenda huko tunataka kila timu imiliki kiwanja cha mazoezi, na wengine ambao wataweza, wale ambao wameshaweza, ambao wanamiliki viwanja vya kuchezea, tunawapongeza na tunaendelea kusisitiza kwamba tutakuwa na kile cha kuchezea ni tofauti na kiwanja cha mazoezi. Lazima kuwe na kiwanja kingine cha mazoezi ukiondoa kiwanja cha mechi. Vitu vingi tumefanyia marekebisho, na kanuni hizo zitachapishwa, zitakuwa public au zitawekwa kwenye website au watashare na nyinyi kwenye social media zenu au WhatsApp group zenu, ili muwe nazo muweze kuziona, na wenyewe wadau tutawapelekea. Lakini pia kuna yatafanyika mafunzo mbalimbali kabla ya ligi kuanza ya kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu uamuzi, sheria zilizobadilika
lakini pia na mambo yanayohusu tiba. Yote tunataka wale wahusika waweze kupata forum hizo na watu watakao kuwepo. Tabadilisha tena kanuni, tumeongeza kanuni kuhusu mfumo ambao nipende kusema tu tuna zaidi ya 75% mpaka leo kwamba tutakuwa na mfumo wa video support msimu wetu wa ligi unapoanza. Tayari tushakuwa na mazungumzo na kampuni ambayo tulielekezwa na FIFA na CAF ya nchini Portugal. Siku yote kuanzia leo watawasili hapa. Watakapowasili tutasaini MOU, lakini watakuja na vifaa vyao, tutafanya mafunzo. Bahati nzuri baadhi ya waamuzi wote wamepata mafunzo, lakini ukiangalia ni grupu dogo lile. Kuna wengine tena watafanyiwa mafunzo ili kuweza tunapoanza ligi tuweze kuanza na video support. Video support ni mfumo ambao uko chini kidogo ya VAR kigharama. Vifaa vyake sio gharama kubwa sana, ni affordable. Tunaweza sisi kwa level ya ligi yetu tuliofikia tunaweza, lakini pia video support inatoa nafasi kwa wahusika, timu zilizopo uwanjani kuomba kufanya review. Ukiondoa VAR, aidha ni referee au watu walioko VAR room, lakini VS video support, football video support inampa room, wanasema kocha kuomba kwamba tukio fulani lirudiwe. Wachezaji ndani mle wakiona wanamshtua kocha wao, kutakuwa na ishara. Tutafanya na mafunzo pia makocha jinsi ya kufanya. Watapeana ishara, watamuomba force official anamwambia referee, ni lazima referee asikilize, aende akaangalie. Kila mechi watapewa sloti 4. Akiomba sloti ya kwanza, referee akikubali, bado atabaki na sloti 4. Lakini referee akikataa, akaenda pale akireview tukio lile, akiona sio kweli, sloti imepotea, atabaki na 3. Sijui mnanielewa? Hazijawekwa nyingi sana. Zikiwekwa nyingi sana tena itakuwa vurugu, kila saa watu wataomba tu. Kwa hiyo hizo zimewekwa at least minimum. Lakini ya kwetu tumekwenda mbele zaidi, tumeweka wanaita visual offside line. Tumeiweka na ile system inapiga na mstari kwenye review pale, itaonekana kwamba hii ilikuwa offside, sio offside, tunakwenda. Kwa hiyo angalau kwa hayo machache, mengine nitakapouliza kama kuna ambalo, lakini naona haya ilikuwa ni muhimu ya kuongea. Mengine tutaendelea kuambizana. Na pia kama mnavyojua timu yetu ya Twiga iko kule Wafcon. Nikisema Wafcon nitasema ya wanawake, nikisema Wafcon mnajua ni wanawake. Wako kule, kesho wanacheza mechi ya pili. Mwenyezi Mungu akusaidia, tukishinda tutakuwa tumekwenda robo finali, tukiwa tuna mechi moja nyingine mkononi ya Ivory Coast. Kwa hiyo tunaombea hapo, lakini pia kama mnavyojua mwezi wa 9 timu yetu ya under 20 girls, Tanzanite girls, watakuwa wako Poland. Tuko kwenye mazungumzo na serikali, watakwenda nje ya nchi kwa kambi kabla ya kwenda Poland ili waweze kufanya hivyo. Lakini pia kama mnavyojua timu yetu ya futsal nayo imequalify kwenda AFCON. Ilikuwa kwenye mechi za majaribio ya kirafiki na wenzetu wa Zambia. Wamerudi hapa, wako kambini kama mliwaona hapo, wanakwenda kwenye mazoezi. Kuna tournament nyingine imetayarishwa Mozambique, itakuwa Mozambique, Angola na Zambia na Tanzania tutacheza hapo kabla ya kwenda AFCON ya
ya futsal Morocco. Kama mnavyojua tuliqualify, mechi ya mwisho tuliwatoa Ivory Coast. Lakini pia timu yetu ya Serengeti Boys ilikuwa China, imefanya vizuri, mechi zake zote imeshinda kule. Tukafunga Nigeria 3-2, tukaja tukawafunga China 2, tukaja tukawafunga Australia 5-3. Lakini mabinti zetu wale wa under 14 walikuwa Portugal, ambazo walishinda mechi zote 4, walifunga goli 19 na wakafungwa goli 1. Wamefanya vizuri. Hivi tunavyozungumza kuna workshop kubwa tu ya FIFA inafanyika kule Zanzibar, inazihusisha nchi 10 za Afrika ambazo zimequalify kwenda World Cup. Technical bench yao yako pale, wanapewa workshop angalau kuhakikisha kwamba wanarudi kwenye timu zao, kwenye mazoezi yao, wafanyie kazi yao mambo ili waweze kwenda na uwakilishi mzuri kule Qatar kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo ni jambo kubwa kuwa na workshop kubwa hiyo ya FIFA kufanyika kwenye nchi yetu. Inaonyesha jinsi gani FIFA wanatuthamini na wanaona Tanzania ni potential na Tanzania ni mdau mkubwa kwa ajili ya mambo ya michezo. Lakini pia katika ufunguzi, baada ya pale tulikuwa na kikao watu wa FIFA pamoja na naibu waziri wa michezo wa Zanzibar Mheshimiwa Gulam. Tumekubaliana kwamba tunaanzisha TDS Zanzibar, na bahati nzuri kuna miundombinu tayari serikali ishatengeneza kule. Hatutakuwa na tabu ya kujenga kama tulivyojenga Tanga na Kigamboni, kwa hiyo tutatumia ile. Lakini kama tunavyojua kwamba kituo cha Tanga kinabadilika